hata kama tunaishia hapa kwa sababu mimi kweli mwezi wa 10 huu 11 12, yani kifupi mwaka 2026 siuoni, na kama nitauona nitarudi. Kama kwa mapenzi ya Mungu na malengo aliyonayo Mungu kupitia maisha yangu nitauona 2026, basi nitarudi kukupa taarifa ni kwa nini nilikuwa nasema ilikuwa vigumu sana kwangu kufika 2026. Nitakujulisha niliyokuwa nimeyafesi, yaliyokuwa amenikabili, na ameni hata wewe utakiri, utakubali, utapokea kwamba kweli wewe kufika mwaka huu ni muujiza unaoishi, ni maajabu ya Mungu tu. Hali ya moyo nilionayo hapa na hali ya mawazo nilionayo hapa na mazingira niliopo na kile nachojua ya kwamba kitanikabili baada ya haya, sioni uwezekano wa kuwa salama. Najua wakati wowote inaweza ikawa ni habari yoyote kwa habari ya maisha yangu. Ni kwa sababu hiyo, ikiwa kuna mtu ambaye unahisi, unaona nimewahi kuwa na umuhimu kwenye maisha yako, lakini pengine wewe tu ambaye unajua huyu ni binadamu, acha nisimame naye kama binadamu. Lakini mwingine unaweza ukasema anyway, huyu ana mapungufu mengi, lakini ngoja niachane na mapungufu yake, nibebe mzigo wake. Naomba, ikiwa inakupendeza moja kati ya hayo, jihusishe katika wakati huu nilio nao. Inawezekana kabisa pesa yako ama chochote unachoweza kufanya, inawezekana kitaokoa uhai wangu, au kitakuwa ndio kitu cha mwisho ambacho nilishiriki pamoja na wewe. Katika hali yoyote, naamini utakuwa katika baraka ya maisha yangu, ama utapata baraka ya maisha yangu. Kumbuke iliandikwa, atakayewanywesha ngaa kikombe cha maji ya baridi wadogo hawa, thawabu yake haitampotea. Atakayempokea nabii kwa kuwa nabii atapata thawabu ya nabii. Atakayempokea mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata kipawa cha mwenye haki. Unaweza ukaona pata upenyo wa kunyoa nywele kwa sababu ya mashaka ya upatikanaji wa maji, lakini asante Mungu tuna mazoezi ya kutokula chakula kwa sababu ya aina ya maisha tunayoishi ya maombi. Naamini hii imewezesha sana kuishi katika mazingira ambayo inawezekana kabisa ndani ya siku 2, 3 ningekuwa nimejilemea mno. Lakini ikiwa
hapa utakuwa ndio mwisho wa uhai wangu. Wewe ambaye aidha kwa sababu ya ubinadamu tu au kwa sababu umejua dhamiri yangu ni njema katika yote niliyokuwa nafanya, yote ninayofanya, yote niliyofanya, basi nakuomba toa chochote kitanifikia. Nimeweka namba hapa, tumia hizo namba. Najua nimekuwa ni mtu ambaye kwa sehemu kubwa mmesimama nami kwa mambo mbalimbali, lakini pia mmesimama na watu wengi kwa namna mbalimbali, na inawezekana kabisa mechoka, mebeba mzigo kwa siku nyingi. Na mimi ninachoamini ni kwamba taarifa hutolewa. Mungu huruhusu tutoe taarifa kama hizi kwa sababu anajua kuna mtu ambaye bado ana moyo, ana nguvu ya kutenda mema kwenye eneo la kifedha. Ningesema na vitu vingine, lakini uwezekano hivyo vitu vingine kufika nilipo si rahisi. Lakini najua kuna ambao watasema mambo mawili kati ya haya. Jambo la kwanza, mbona mnayachokonoa wenyewe alafu mnaanza kutusumbua? Jambo la pili, mbona wewe unawakemea wanaomba misaada mfano wa Kasian? Nianze na jambo la kwanza. Biblia imesema na hao watakao kuishi maisha ya utauwa wataudhiwa. Biblia imesema kwa ajili ya jina langu mtasalitiwa, mtapelekwa magerezani, wengi wenu mtafishwa, mtauawa. Jina la Yesu sio Yesu yenyewe, ni kwa tafsiri yake ni wale mtakaoishi aina ya maisha yangu hamtakwepa kupatwa na niliyopatwa nayo. Sema ikiwa mti mbichi umefanyiwa hivi, itakuwaje kwa miti mikavu? Inawezekana unaojua kwamba wana hekima, wahubiri wana hekima, utafahamu walikuwa na mahusiano ya karibu sana na watu walioleta madhara kwa ndugu zako, kwa sababu wito ni mmoja, Mungu ni mmoja, njia ni moja. Mhubiri anaweza akawa salama tu ikiwa jamii yake iko salama. Jamii inapolia, mhubiri hawezi kuwa salama, kwa sababu imempasa anunue hiyo hali au asimame katikati pa hiyo hali ili kuhakikisha anaweka sawa. Biblia inasema heri wapatanishi, maana watakuwa wana wa Mungu. Mhubiri ni mtu ambaye hawezi kuwa salama. Mhubiri aliyetokana na Mungu kabisa, ambaye Yesu ndiye alianza uhubiri, hawezi kuwa salama isipokuwa jamii yake iko salama. Jamii isipokuwa salama, lazima aende hapo penye kilio. Katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa 4 inasema, moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, lakini moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Mhubiri kabisa, maisha yake yote utafuta wapi pana kilio, pana maonezi. Anatafuta cha kusema pale, anatafuta cha kufanya pale, ili
kumwokoa mtu anayelia. Narudia tena, mhubiri hawezi kuwa salama, hawezi kuwa na raha, hawezi kuwa salama asiwe anawindwa kama jamii yake inalia. Na ukumbuke, mtu yoyote unaweza ukawa naamua wakati kuna mtu anaonewa au anapigwa au anaibiwa au anadhulumiwa, anateswa, wewe ndiye unayenunua huo ugomvi na kupatwa na mabaya wewe. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia tu kwamba nimesoma vizuri Biblia, dhamiri yangu yanishuhudia ya kwamba hivi ninavyoishi ndio aina bora ya kuishi nilikopaswa kuishi. Swala ni kwamba yamekuwa maisha ya vipigo, viminyo, kuteseka, kutaabika. Kwa Biblia nisomayo sijawa wa kwanza. Mambo yalikuwa hivyo kwenye jamii kadha wa kadha zilizotengamaa, mpaka zilipotengamaa kukawa usikii kilio, usikii, uoni mtu fulani mwenye nguvu akimuonea kila anayetaka kumuonea, akimdhulumu kila anayetaka kumdhulumu. Hizo nchi zilipiganiwa na watu ambao walitafsiri neno la Mungu au jina la Yesu ni aina ya maisha inayozuia, inayopinga dhuluma, maonezi na vilio. Jambo la pili ni kuhusiana na unawezaje ukawa naomba misaada wakati wanawapinga waomba misaada. Hii ndio maana nilikuwa mkali, kwa sababu nilijua tusipopinga kila ambacho amefanya Cassian, mpaka sasa hivi kinaonekana kwa udhahiri mwingi kana kwamba kile kitu ulikuwa ni mpango wa kishetani. Nikiwa katika hali hii kwenye mazingira haya nitabaki na jambo nalojua ni kweli, nitabaki na ukweli ule ule, hata kama utasema yanakuongezea matatizo. Nilipinga na nitapinga kwa nguvu zangu zote staili ya uchangishaji wa Cassian, kwa sababu mimi sikukataa kuchangisha kwa ajili ya ujenzi, lakini nilikataa njia iliyotumika kusingizia ugonjwa ambao kama uliumwa weka tu vielelezo yaishe. Kama kuna watu walikuwa wanakuja kukuombea, wajitokeze waliokuwa wanakuja kukesha hapo, wa faraga, wa Sabato, Waislamu, wajitokeze waseme hali ya ugonjwa ilivyokuwa mbaya. Kama ulikuwa unaumwa ini, tumbo, kulikuwa na sumu, funua tu hilo tumbo lako tuone kile kidonda, lile tumbo uliokuwa unatuonyesha kama ndo hilo. Kama ulikuwa kwenye ugonjwa wa aina hiyo, siku moja tu tunaanza kuona unacheza katika hali ile ya zamani. Tunakuambia toa uthibitisho wa magonjwa, vipimo, na ulimopita kwenye hospitali unakuja kuanza kutuonyesha vipimo. Unaenda kupima kuthibitisha kwamba tatizo limeondoka, nimepona kabisa, ndio unatupigia tu picha tu aina hiyo. Mimi naona hapo unatuchezea tu, natupanga tu. Na sasa tunaona naanza kutoa nyimbo za mipasho, unacheza kimipasho, unakuwa na kikundi cha vijana wahuni wanacheza kihuni.
suruali ulizokuwa unazipinga unazivaa mwenyewe, kwa wanawake unazivaa mwenyewe. Mitindo ya nyimbo unayopinga kwamba ni ya kidunia unaimba mwenyewe. Ukiimba wewe sio ya kidunia, wakiimba wengine ni ya kidunia. Mimi naona hiyo inafichua, na nishasema mimi nimemuomba Mungu kwamba Mungu, wote ambao tulijua ni wa kwetu wafichue. Sasa nilikataa njia aliyotumia Cassian, kwa sababu nilijua tunapopata shida kuambia watu kwamba niko kwenye tatizo, watu moja kwa moja watakuwa wanasema na wewe unataka kujenga. Kwa hiyo ndio maana tulitaka kutenganisha kati ya maji na mafuta ili vijulikane. Na ikiwa kwa kufanya hivyo unasema hata sisi, hata mimi sihusiki kwenye mambo yako kwa sababu unawasema vibaya wenzio, mimi kwangu sawa, nimejifunza kushiba na kuona njaa. Mimi katika umaarufu wote sijawahi kupata sadaka zaidi ya milioni 10. Katika umaarufu wangu wote sijawahi kuwa na fedha nje na nilizofanyia kazi mwenyewe za mikono yangu kutoka kwa watu milioni 3-5. Haijawahi tokea. Maana hata niposikia Cassian anasema mimi ninapojenga nyumba zangu huwa nanunua material yote kwa pamoja, nilishangaa sana. Nikasema kwa Yesu huku, kwa Yesu huku watu wanakuwa na uwezo wa kupata milioni 3-5, wana uwezo wa kununua material ya nyumba nzima. Kwa Yesu huku. Mbona wengine hata uwezekano wa kujenga nyumba ya kwako miaka zaidi ya 15 ya uhubiri, sijawahi kupata hiyo nafasi, huo uwezekano, pamoja na maarufu wote. Ndiyo nimejenga nyumba, lakini niliuza nyumba niliyokuwa nimejenga Dar es Salaam kabla ya kuwa mhubiri. Hiyo ndio nyumba pekee nimewahi kujenga kwenye maisha yangu. Hizi zingine zote ni pale tunapofanyia ibada. Napokuwa kudunduliza sana kwa 50,000, 50,000, 20, 100,000, 500,000, milioni 1 kununua material yote. Anyway, vyovyote ulivyopokea, nakwambia heri usihusike kwa chochote kuliko uhusike kwa sharti la kwamba uache kupinga utapeli wa wahubiri. Mfano wa hiki ambacho kinaonekana wazi ni kama Cassian alikuwa na kusudi ovu, na inawezekana katika siku zilizoko hapa mbele atajidhihirisha sana kwa namna mbalimbali, na watu tunaweza tukamfahamu kwa namna mbalimbali. Lakini kama unasema usipinge dhuluma, mauaji, maonezi, unachokonoa matatizo. Anyway, tumepoteza ambavyo hatukutegemea kupoteza. Hakuna tunachoogopa kukipoteza. Kama Mungu ataokoa ni Mungu. Kama Mungu ataruhusu tuangamie ni Mungu. Mimi naamini panatakiwa kuwepo wahubiri, ama jamii libadilishwa sana na wahubiri waliopinga wenye nguvu kuwaonea watu.
Kina Yohana walisimama na kumwambia Herode, si vema kwako kuchukua mke wa mdogo wako. Filipo analia. Wahubiri wengine waliona ni hekima kumwacha anajililia peke yake. Yule mtu aliyevamiwa na majambazi, kuhani na Mlawi walipofika pale, waliona sisi huyu hatuhusu, sisi tunaenda kumwombea katika ulimwengu wa roho, majambazi wasije wakatuvamia na sisi hapa. Lakini Msamaria mwema alimsaidia yule mtu, na Yesu akasema, kati ya hao watatu ni nani aliye jirani, anayempenda jirani yake kama nafsi yake? Watu wakasema ni huyu Msamaria mwema. Yesu akasema, fanyeni hivi, huu ndio utakatifu, hii ndio hekima, kuwa pamoja na anayekuwa ameumizwa, kuhakikisha yuko salama kama wewe, ndipo mambo yako yaendelee. Naamini uliyeweza kusikiliza mpaka hapa mwisho, najua mimi niko tayari, si leo tu, jana, kama Mungu ameona vema tuishie hapa. Amina. Angalia, tumenyoa nywele, pata upenyo wa kunyoa nywele kwa sababu ya sintofahamu ya maji, na kula kwa shida, ili tuhakikishe hata kama ni mwaka mmoja, miaka kadhaa ya kukaa katika mapango, unaweza ukasurvive. Lakini kama nataka kuwa sehemu ya baraka hii, hata kama tunaishia hapa, naishia hapa, kwa sababu mimi kweli mwezi wa 10 huu, 11, 12, yani kifupi mwaka 2026 siuoni, na kama nitauona nitarudi kuambia ni ajabu mimi kuona mwaka 2026. Lakini kama Mungu ameona vema niishie hapa, kama Mungu ameona vema niishie hapa, napokea. Mapenzi yake na yatendeke. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye akiwa mafichoni. Anasema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afaye katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.